Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka Watanzania kutambua kuwa wajibu wa kupanga na kutekeleza miradi ya maji inahusisha Watanzania wote ili kuwa na uwajibikaji. Wakristo nchini wametakiwa kuendelea kuyatumia maandiko mbalimbali ya neno la Mungu yaliyothibitishwa na taasisi ya Soma Biblia nchini ili kuepuka upotoshwaji wa neno hilo. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Dodoma Dr. Christian Ndosa amewasihi wachungaji na watumishi wengine wa kanisa kujipanga vizuri ili utumishi wao uwe na matokeo chanya kwa kanisa na jamii. Na shirika la afya ulimwenguni WHO limesema watu 64 wameuawa wakiwemo watoto 13 katika shambulio dhidi ya hospitali moja wiki iliyopita nchini Sudan Magharibi mwa Darfur. Habari za sasa, mtazamaji, ninakukaribisha katika Upendo TV habari. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie mkoani Morogoro. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka Watanzania kutambua kuwa wajibu wa kupanga na kutekeleza miradi ya maji inahusisha Watanzania wote ili kuhakikisha kuna kuwa na uwajibikaji na kukuza sekta ya maji kama inavyosisitiza sera ya maji ya mwaka 2022 kuhusu upatikanaji wa maji safi na salama. Amesema hayo katika kilele cha siku ya maji duniani na kilele cha wiki ya maji Tanzania ambao umefanyika mkoani Morogoro, ambapo amesema katika kipindi cha miaka mitano kumekuwa na mafanikio makubwa katika sekta hiyo, ambapo asilimia zaidi ya 85.2 ya Watanzania wanaoishi vijijini wanapata maji safi na salama, wakati mjini ni asilimia 92.5. Nitoa wito kwa wadau wote wa sekta ya maji kutambua kwamba hakuna sekta, hakuna idara, hakuna taasisi ambao maji si muhimu kwake. Hakuna binadamu hata mmoja ambaye maji si muhimu kwake. Kwa hiyo natoa wito kwa wizara zote, taasisi zote za serikali, taasisi za umma kujenga mtandao wa ushirikiano katika kuzikabili, kuzitatua na kuzirekebisha changamoto za maji, ili mwisho wa siku dhamira ya rais wetu ya kuwa na nchi ambayo imeondokana na changamoto za ukosefu wa maji safi na salama iweze kufanikiwa. Lakini vile vile dhamira ya kulinda vyanzo vya maji. Tumetaja mito mikubwa, maziwa makubwa matatu kwa ajili ya kupata maji safi na salama kwenye nchi yetu katika mfumo wa gridi ya maji. Maziwa yale yote yanapokea maji yake kutoka kwenye mito mbalimbali inayoingiza maji kwenye maziwa yale. Mito ile ikikauka, maana yake ni kwamba maziwa yale hayatakuwa na maji. Waziri wa Maji Juma Aweso akizungumza katika maadhimisho hayo amesema wao katika sekta ya maji kupitia mamlaka mbalimbali zilizopo wamejipanga kuhakikisha kuwa kila penye changamoto ya maji kuna kuwa na matokeo chanya, huku baadhi ya wadau wa maendeleo wa maboresho ya sera na marekebisho ya kodi ambayo yamesaidia kuongeza ufanisi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kumshukuru. Kwa dhati ya moyo ni kushukuru wewe binafsi kwa kutenga muda wako na kuja kuungana na sisi katika maadhimisho ya wiki yetu hii ya maji. Umetupa thamani, umenupa leo shughuli yetu imekuwa kubwa zaidi. Tuseme asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi Wizara ya Maji hatuna mengi ya kusema. Tunachotaka kukisema, Daktari Samia Suluhu Hassan ametutoa mbali sana wizara yetu ya maji. Wewe Makamu wa Rais umeendelea kusisitiza mnataka matokeo. Maadhimisho haya yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali pamoja na wananchi wa mkoa wa Morogoro, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni maji na jinsia. Wakristo nchini wametakiwa kuendelea kuyatumia maandiko mbalimbali ya neno la Mungu yaliyothibitishwa na taasisi ya Soma Biblia nchini ili kuepuka upotoshwaji wa neno hilo, hususan nyakati hizi ambazo kuna upotoshwaji mkubwa kutoka kwa watu mbalimbali.
Wito huo umetolewa na mkuu wa jimbo la Kaskazini KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Mchungaji Jacob Mwangomola, wakati akihubiri katika ibada iliyofanyika usharika wa Kunduchi, ambayo imeambatana na uzinduzi wa kitabu cha Injili aliyoandika Yohana Mtakatifu kilichoandikwa na Profesa David Ngasapa, ambapo amesema kitabu hicho kina maarifa makubwa. Kitabu hiki kitawasaidia watu kumjua Mungu zaidi. Katika kitabu hiki kwanza kimeanzia na umilele na visa mbalimbali ambavyo Yesu Kristo mwenyewe alivifanya alipokuwa duniani kwa jinsi ya kimwili miaka 2000 na zaidi iliyopita. Na leo washarika wanajumuishwa wasome kitabu cha Injili ya Yohana, Injili ya pekee, njia tofauti ambayo inamdhihirisha Yesu Kristo kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunawakaribisha wale wote ambao wanahitaji kupata kitabu hiki. Kitasambazwa na shirika letu la Soma Biblia hapa. Mwandishi wa kitabu hicho Profesa David Ngasapa amesema maudhui makubwa ya kitabu hicho utofauti ni ujumbe wa kichungaji wa Yesu Kristo, huku akiwasihi Wakristo kutumia vitabu hivyo ili kujifunza neno la Mungu kwa urahisi zaidi. La kwanza ni maelezo ya hiyo mistari ambayo nimechagua. Ya pili, fundisho. Je, kutokana na haya maelezo tunapata fundisho gani? Ya tatu ni maswali ambayo tunatakiwa kuyajibu. Kwa hiyo kama ni kikundi watajibu hayo maswali, kama ni familia hata hao wanaweza wakajibu hayo maswali. Alafu sehemu ya 4 ambayo ni ya mwisho, hii nimeita tafakuri binafsi. Tafakuri binafsi ni pale sasa, wakati sasa hili somo linataka kukuinua kiimani kutoka pointi moja kukupeleka pointi ya juu. Mkurugenzi wa Soma Biblia Mchungaji Daktari Faris Kakulima amesema Profesa Ngasapa ni mmoja wa Wakristo waaminifu wa kuandika vitabu, ambapo amesema lengo la kitabu ni kuwasaidia Wakristo kusoma kwenye makundi na familia ili kuelewa vizuri neno la Mungu. Sasa kimepatikana, tunawaalika wasomaji kupitia kitabu hiki. Ni kitabu cha msingi, Injili ya Yohana kama alivyoeleza na Profesa Ngasapa, ni injili inayofunua habari za Kristo. Ameonyesha ishara mbalimbali. Lengo ni Kristo aendelee kuonekana, na wasomaji wanaposoma waseme hakika Bwana ni Mungu wetu, wapate kumuona Kristo, wapate kumuona Mungu anayejifunua katika Kristo Yesu. Tunawaalika wasomaji kupitia kitabu hiki waendelee kujifunza neno la Mungu. Mkuu wa idara ya usambazaji wa maandiko wa Soma Biblia Mathayo Masawe amesema vitabu hivyo kwa mwezi huu vinapatikana kwa punguzo na kuwaomba Wakristo kuvinunua ili kulijua neno la Mungu, huku baadhi ya washiriki katika uzinduzi huo wakipongeza vitabu hivyo kwa kuwa vinawasaidia kuelewa vizuri maandiko matakatifu. Lakini kwa ujumla, kwa sababu tayari tumezindua na vina ofa maalum kwa mwezi huu na mwezi wa 4, ukifika kwenye maduka yetu utapata hiki kitabu ambacho ni shilingi 1500 utapata kwenye maduka yetu. Tuko hapa Dar es Salaam, lakini tunapatikana mikoa mingine, Arusha, Mwanza, Dodoma, Iringa, Makambako, Mbeya. Na kwenye magari yetu unapotuona huduma zetu zinaendelea. Kwa kweli tunachomshukuru Mungu ni kwamba uandishi wa vitabu vinavyopita Soma Biblia, kitu ambacho tunakitazama sana ni maneno au uandishi ambao unaendana na neno la Mungu, sio kwa ajili tu ya kuinspire watu kwa ajili ya kujipatia utajiri na nini, lakini neno la Mungu linasemaje. Pia kuna vitabu vingi vyenye mafundisho mengi, mafundisho ya watoto, mafundisho ya vijana, mafundisho ya rika zote, vitabu vya aina tofauti tofauti. Kwa licha ya uzinduzi wa kitabu hichi cha leo ambacho tunapenda kujifunza Injili ya Yohana Mtakatifu na imeelezewa kwa kina na kwa uzuri kabisa katika kitabu hichi, lakini pia ukitembelea maduka yote yaliyoko mikoani, lakini pia makao makuu ya Soma Biblia, utajipatia vitabu vya aina tofauti tofauti ambavyo vitakufundisha vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na mambo yote kuhusiana na Biblia. Kwa kweli hiki kitabu kina mafundisho mazuri
mafundisho ambayo yametafsiriwa vizuri, na napenda kutoa wito kwa washarika na watu wengine wote wanaotaka kufahamu neno la Mungu kwa usahihi, wajitahidi kupata nakala hiki kitabu na kukisoma na kukitafakari na kujibu maswali yote yaliyoulizwa, maana inataka mtu binafsi umelielewaje, unalifanyaje kazi neno hili ambalo limeandikwa. Kwa hiyo karibuni mnunue kitabu, karibuni msome. Kitabu hicho cha mafunzo ya Biblia Injili alivyoiandika Yohana Mtakatifu ni cha pili kuandikwa na Profesa Ngasapa, ambapo miaka 2 iliyopita pia alikizindua kitabu cha mafunzo ya Injili ya Mathayo Mtakatifu. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Usharika wa Makulu Dayosisi ya Dodoma umeadhimisha jubilei ya miaka 25 ya utumishi wa Mchungaji Eda Mbwambo kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kumtumikia Mungu licha ya changamoto mbalimbali alizokutana nazo katika utume. Ni ibada iliyogubikwa na shukrani, furaha na hisia za kiroho kutoka kwa washarika wa usharika na wageni kutoka sehemu mbalimbali wa kanisa la KKKT, ambapo wamekusanyika kusherehekea miaka 25 ya utumishi wa Mchungaji Eda Mbwambo. Askofu wa Dayosisi ya Dodoma Dr. Christian Ndosa ameelezea kuwa uongozi wa mchungaji huyo umeleta mabadiliko chanya na mafanikio makubwa ndani ya kanisa na jamii kwa ujumla, ambapo amekuwa mfano wa kuigwa. Leo tulikuwa hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya Mchungaji Eda Sila kufanya kazi ya huduma kwa miaka 25. Sasa tumefika hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kuendelea kushirikiana na mchungaji kwa huduma yake aliyoifanya. Kwa namna ya kipekee ni washukuru sana washarika wote mliofika hapa, na niendelee kuwatakia baraka za Mungu katika kazi zenu na majukumu yenu. Akielezea historia ya mchungaji huyo, katibu wa dayosisi hiyo Rodri Kilimo amesema kuwa alianza utumishi kwa unyenyekevu mkubwa, huku akikabiliana na changamoto mbalimbali zikiwemo za kifedha na kijamii, lakini alisimama imara kutokana na imani yake. Na ni vitu vingi ukianza kuvieleza, utumishi mzuri, kila usharika aliyotumika, mchungaji ameanzisha jambo jipya kwenye usharika huu, kwenye ujenzi, kwenye kulea washarika, vikundi mbalimbali, kuanzisha miradi, pote alipotumika. Hata katika usharika huu hajakaa muda mrefu, lakini tayari tumeweza kuuzindua kwa usharika kamili. Wameshaanza ujenzi wa ofisi ambayo inakaribia kukamilika. Vikundi vya hapa vipo pamoja, vinafanya miradi mingi. Mchungaji Eda Mbwambo ametumia fursa hiyo kueleza namna anavyojivunia kumtumikia Mungu katika kipindi hicho, huku baadhi ya washarika akiwemo Beatrice Ngelime wamempongeza kujitoa kwa mchungaji huyo, wakimtaja kama kiongozi mwenye maono na mwenye mchango mkubwa katika kukuza huduma ya kanisa. Jambo la kwanza, unajua ni mchungaji wa kwanza katika huduma, na wanaume wengi walikuwa hawajawahi kumwona mwanamke akisimama madhabahuni, na kwao ilikuwa ni kama ndoto. Na vile vile nilikuwa bado nikiwa msichana, sijaolewa. Kumbuka hilo, kwamba msichana anasimama katikati ya waumini wa aina tofauti tofauti. Amekuwa na hamasa kubwa sana kuonyesha kiroho mtu akitangaza familia. Ametugusa sana washarika, sababu alifika nikiwa mgeni kabisa, lakini nimeona kwa mara ya kwanza nimekulisha. Katika maadhimisho hayo pia umefanyika uzinduzi wa kitabu chake chenye lengo la kuendeleza huduma na kuimarisha imani kwa kizazi kijacho. Tuelekee visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi amesema kukamilika kwa mradi wa bandari jumuishi ya Mangapwani kutaongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa Zanzibar kutokana na fursa za kiuchumi zitakazojitokeza. Amesema hayo akiwa katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa mradi wa bandari jumuishi ya Mangapwani mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo amezitaja changamoto 3 ambazo zimekuwa kikwazo kwa maendeleo ya kiuchumi ya Zanzibar kwa sasa, kuwa ni pamoja na ukongwe na uchakavu wa bandari ya Malindi, hali inasababisha kushindwa kuhudumia meli kwa haraka na hivyo kuchukua muda mrefu kusubiri kushusha mizigo. Katika nchi yetu uchumi wetu unakuwa kwa kasi nzuri,
ya asilimia 7.4 hadi asilimia au tuseme 7.1 hadi 7.4. Ni ukuaji mzuri wa uchumi, lakini kuna mambo matatu ni kikwazo cha ukuaji zaidi katika nchi yetu, nayo ni haya yafuatayo. La kwanza ni bandari. Kuna msongamano mkubwa pale Malindi, na kwa sababu bandari ile imejengwa mwaka 1920 huko, huwezi kuipanua, haina sehemu ya kuipanua zaidi, na kwa hivyo meli zinakaa muda mrefu kabla mizigo haijashuka kwa sababu ina gati moja ndogo. Tatizo la pili ni uhaba wa umeme katika nchi yetu. Umeme tunaopata kutoka Tanzania bara haututoshi tena, tunahitaji umeme wa ziada. Na tatizo la tatu ni kuwepo kwa hifadhi ndogo ya mafuta, jambo ambalo linapelekea gharama za mafuta katika nchi yetu kuwa kubwa, kwa sababu mafuta yakitoka nje lazima kwanza yakashushwe Dar es Salaam au yakashushwe Tanga ndo yaje Unguja kidogo kidogo. Hii inaongeza gharama. Mwenyekiti wa kampuni ya China Heba Engineering Company Limited Bai Hizan amesema kampuni hiyo imejipanga kuhakikisha inatekeleza ujenzi huo kwa wakati, huku ikizingatia viwango vya kimataifa, na kumpongeza Rais Mwinyi kwa juhudi zake za kuimarisha miundombinu ya kiuchumi Zanzibar. For the people of our two countries, located in the hometown of President Mwinyi, support reflects a pragmatic development approach. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed ameeleza kuwa mradi huo utakuwa mkombozi na chanzo kikubwa cha fursa za ajira kwa wananchi wa mkoa wa Kaskazini Unguja na Zanzibar kwa ujumla, huku Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Mhandisi Ali Said Bakari akisema ujenzi wa bandari hiyo utagharimu kiasi cha dola za Marekani milioni 300 na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2028. Lakini mheshimiwa, ni ukweli uliosimama kwamba umefanya kazi kubwa sana katika nchi, katika sekta zote, lakini leo unaweka alama nyingine kubwa katika nchi yetu, uwekaji wa jiwe la msingi la bandari hii ambayo itakuwa ni bandari kubwa sana. Imeshaelezwa katika Afrika Mashariki hakuna zaidi ya bandari hii. Mradi huu unatarajiwa kugharimu kiasi cha dola milioni 300. Mheshimiwa rasmi, bandari hii ni bandari ya kisasa na itajumuisha maeneo ya kuegesha meli kubwa pamoja na roro, maeneo ya makontena, maeneo ya mizigo ya jumla, kituo cha mizigo CFS, jengo la utawala, mfumo wa umeme wa kujitegemea pamoja na mifumo ya kisasa ya mawasiliano na usalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa gati kutakuwa na gati nambari 1 yenye urefu wa mita 680 na kina cha maji ya mita 20 itakayohudumia meli kubwa hadi kufika tani 200,000 kwa wakati mmoja. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Wakristo wametakiwa kufuata njia ya ukweli na haki na si kufuata mkumbo, hata kama njia hiyo ya kweli haitakuwa na idadi kubwa ya watu. Mwanahabari wetu kutoka Arusha ana taarifa hii. Usienende kwa kufuata umati wa watu, au usienende kwa kufuata kusanyiko, usienende kwa kufuata wengine jinsi ambavyo wanaenenda tu kwa sababu wanaenenda. Wakati mwingine hata katika mazingira ya kiroho au katika kanisa imefika mahali ambapo Wakristo na sisi sasa imefika mahali tunaangalia umati, tunaangalia wengine wanafanya namna gani pasipo kufanya tathmini ya kujua kwamba ninaenda katika njia sahihi, ninaenda katika mapenzi ya Mungu, ninaenda katika utaratibu ambao Mungu ametaka, au ni kwa sababu tu watu wengine wanafanya. Na tumebarikiwa na ujumbe wake unaotukumbusha kuchagua kupitia njia nyembamba, ingawa si njia rahisi kuipita, lakini ndio njia ambayo Wakristo wanapaswa tuichague, njia nyembamba. Ni njia inayotuonyesha pia kujikana na kuyaacha mambo ya ulimwengu yanayotuvuta na kuacha pia kwenda kwenye njia pana ambayo wengi wanaifuata kwa sababu ya kufuata mkumbo
wengine kuhitaji mafanikio ya haraka, kutamkiwa maneno ya baraka ambayo hauna nguvu kazi ambayo umejishughulisha ili upate vile ambavyo unatamkiwa. Kwa hiyo tumebarikiwa na ibada yake, na ni rai yetu kwamba kila mmoja wetu achague njia nyembamba ili aweze kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Katika maandiko matakatifu kuna njia pana na njia nyembamba. Njia nyembamba itufikisha uzimani wa milele. Ili kujikana na vya dunia ndio uweze kufika mbinguni. Unapopenda vingi vya dunia hii vinaweza vikakuzuilia usifike mbinguni. Unajikana pia na sadaka yako inaweza kukuokoa katika mapito ya dunia. Ibada ya leo inatuhusu sisi wa Kristo kufuata njia iliyo sahihi, njia nyembamba, na tuachane na njia pana ambayo watu wengi wanapenda kuifuata sana kwa sababu ina anasa. Na tunashukuru ibada ya leo tumetembelewa na Baba Askofu kuanzia atunike kuwa Baba Askofu. Tunamshukuru Mungu leo kuendesha ibada yetu na kutufundisha mafundisho mema ambayo yanatuhusu tufate njia nyembamba. Tuelekee kanda ya Ziwa mkoani Geita. Washirika wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki ya Ziwa Victoria DMZV Jimbo la Magharibi ushirika wa Upendo Geita wameaswa kuwa na kawaida ya kufanya maombi ili kufungua mambo mbalimbali yaliyofungwa kwenye maisha yao. Tausi Salum ana taarifa zaidi. Wito huu umetolewa na Mwalimu Podofu mara baada ya kumaliza ibada ya Jumapili katika kanisa la KKKT DMZV Jimbo la Magharibi ushirika Upendo Geita, ambapo amesema ili kufungua kalama zilizopo ndani ya mtu ni muhimu kufuatilia maombi. Moja ya kitu ambacho Mungu amenipa msukumo kwa waumini ni ili kuwaambia kwamba wasiache kuomba, kwa sababu kufika kwetu kunategemeana na namna ambavyo tunakaa katika kutafuta uso wa Bwana. Maombi yanakufungulia mlango hata mahali ambapo mlango umefungwa. Yesu alipita kwenye kipindi kigumu sana ambacho kilikuwa kinaua uwekezaji wa Mungu ndani yake, lakini akaomba na kutafuta uso wa Bwana, ndicho ambacho kikamfanya aende na afike, kwa sababu anasema malaika wakatoka mbinguni wakamtia nguvu na akaendelea na safari. Kwa upande wake mchungaji msaidizi KKKT DMZV Jimbo la Magharibi ushirika Upendo Geita Charles Katemani amewataka waumini kufuata njia za Mungu. Mtu ambaye ataacha maombi ni rahisi sana shetani kumwangusha, kwa sababu shetani anatumia mbinu ya kutaka kuangusha kwa toka kwenye ukweli wa neno la Mungu. Lakini kwamba ukiwa mwenye maombi shetani atakukimbia hata kwa sababu Mungu atakuwa na kulinda masaa yote na wakati wote, na Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako. Tofauti na ambaye mtu aombi, mara nyingi shetani anaweza akamwangusha, akamtoa kwenye ukweli wa neno la Mungu. Ushauri wangu kwa wanafamilia au kwa Wakristo kwamba ndugu zangu, neno la Mungu tuweke mbele na tulisome neno la Mungu mara kwa mara. Baadhi ya waumini walioshiriki ibada hiyo wakiwemo Eliamini Mbalabucha na Priska Kitambi wameshukuru kwa neno lililohubiriwa siku ya leo kwa kuwa limewajenga. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno lililotolewa na mtumishi wa Mungu Paulo Dofi katikati ya ibada. Ni neno ambalo limetujenga na ameongea kwa habari ya hatima yetu iko mikononi mwa Mungu na habari ya kesho yetu ya kwamba iko mikononi mwa Mungu, na ili tufikie kesho yetu lazima tuwe watu wa ibada. Manake Mungu pekee ndiye anahitaji kuabudiwa na kutukuzwa, na katikati ya kuwa na moyo wa ibada Mungu anaweza kukuinulia watu wa kwenda na wewe na kukusaidia kuvuka na kufikia malengo yako. Kwa hiyo ndicho kitu kikubwa ambacho kwa kweli binafsi nimejifunza na kimenibariki, na bado tumesisitizwa kwa habari ya kutokukata tamaa na kumwamini Mungu pekee, kwa kuwa ndiye mwenye hatima zetu na ndiye anayeweza kutuvusha. Nguvu ya maombi inasaidia kwa kile ulichonacho katika moyo wako, inafungua karama ulionayo moyoni kwa yale yote ambayo umejifunza. Kila mtu ana karama yake, lakini nguvu ya Mungu, maombi ya Mungu yanasaidia uweze kuendeleza kitu ulichonacho katika moyo wako. Shetani ameangalia pande zote, amekuangalia wewe, ile karama ulionayo anaififiza kwa sababu ya kutokuwa na nguvu ya maombi.
lakini tukijitahidi kuwa na nguvu ya maombi, kila siku tunahudhuria maombi, kila mtu anajitahidi kwa maombi, nadhani Mungu anafungua karama zote ulizonazo. Kutoka Geita, mimi ni Tausi Salum, Upendo TV. Tukirejea kaskazini mwa Tanzania na sasa tufike pale mkoani Kilimanjaro. Wanawake wametakiwa kutambua kuwa wana jukumu kubwa la kulea familia, kujenga kanisa na kushiriki kamilifu katika kujenga taifa lenye hekima ya kimungu. Akizungumza katika sikukuu ya wanawake na mchungaji iliyofanyika katika usharika wa Msaranga Mandaka KKT Dayosisi ya Kaskazini, mchungaji kiongozi Samson Laiza amesema kuwa huduma ya wanawake ni muhimu sana katika maendeleo ya taifa kutokana na kuwa mlezi katika familia, hivyo kuwa na nafasi kubwa ya kujenga ama kubomoa amani ndani ya familia. Pia tunapotambua kuwa wanawake wana jukumu kubwa sana katika familia. Mama ndiye mlezi wa kwanza wa watoto. Mama ndiye mwalimu wa kwanza wa imani. Mama ndiye anayejenga au kubomoa amani ya familia. Kwa hivyo ninyi ni watu muhimu sana. Naweza kuwa wajengaji wazuri, lakini pia mkaweza kuwa wabomoaji wazuri. Toa neno la Mungu katika siku hiyo, Mchungaji Lilian Manga kutoka usharika wa Kanani Lombeta amesema kuwa Mungu ameweka wajibu mkubwa kwa wanawake katika kuhakikisha kuwa wanasimama kwenye nafasi zao na familia zao na majukumu ambayo Mungu amewapa. Mungu ameweka wajibu mkubwa. Wewe kama mama kuhakikisha unasimama kwenye nafasi yako kwenye familia yako, lakini unasimama kwenye nafasi yako katika jukumu lolote ambalo Mungu amekupa. Ni kiongozi wa jumuiya, sijui ni wa kwaya, sijui ni wa nini wa mtaa. Mungu amekuweka kwa makusudi. Usikate tamaa. Simama ukimtafuta Mungu. Mungu anataka kupitia wewe aone kanisa likisogea. Simama ukimtafuta Mungu, usinyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yasiwepo ya kukukatisha tamaa. Katika kutaniko hilo, wanawake wamefundishwa umuhimu wa kupima afya ya saratani ya kizazi kutoka kwa mwezeshaji Mary Mramu, muuguzi kutoka hospitali ya Marangu, huku baadhi ya wanawake wa usharika huo wakisema kuwa kuna changamoto ya wanawake kutojiunga na idara ya malezi na familia. Kila maeneo ambayo ni mazuri ile kirusi kuendelea kukaa. Kwa hiyo kina baba yeye hajakupimwa kwa sababu hana kizazi, hana mlango wa kizazi. Tumeelewana kina mama hana mlango wa kizazi, kwa hiyo tunaotakiwa kwenda kupima ni sisi wa kina mama. Unaweza kuanza sasa, naona wametusaidia sana, tumepata wawezeshaji wengi ambao wametufundisha kuhusu malezi. Kama unakujua dunia sasa hivi imekwenda tofauti. Kwa hiyo pasipo kumshirikisha Mungu juu ya malezi yetu lazima inakuwa ni changamoto. Afya pia tumepata wawezeshaji ambao wanatupa elimu ya afya zaidi sana. Chakula pia sasa hivi tunachokula pia ni sumu, lakini tunahitaji kuangalia jinsi gani tunakula ili tuweze kuishi. Sikukuu hiyo ya mchungaji na wanawake imeandaliwa na idara ya malezi na familia ya usharika huo. Lengo ni kuimarisha wanawake kiimani na katika malezi ya familia zao. Kutoka hapa wilaya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Imeelezwa kuwa Mungu anapotaka kujidhihirisha kwa wanadamu anaweza kutumia njia ngumu, hata wakati mwingine kuachilia jaribu zito kwa lengo la kujitwalia utukufu. Hayo yameelezwa na mchungaji kiongozi wa usharika wa Makuyuni uliopo chini ya Dayosisi ya Kaskazini Kati mkoani Arusha, mchungaji Walter Msuya, alipokuwa akiongoza ibada iliyoambatana na uzinduzi wa audio ya kwaya matendo ya usharika wa Ungalimited uliopo mkoani Arusha. Nasema Mungu ana matendo na watu. Sasa watu wanaotakiwa kusikia matendo hawaji. Si hata hapa kanisani kwa nini wachaka wote Ungalimited? Si yako makitu yako huko yanazurura tu hapa Nyaroni. Haijaja kanisani. Sasa Mungu anachofanya anamuua mmoja katikati yetu. Kifo. Mtakuja mnalia wai anapitisha hapo neno. Awali akihubiri katika ibada hiyo, mwalimu wa neno la Mungu kutoka dayosisi hiyo Joshua Molel ameeleza kuwa haimaanishi kuwa Mungu akiwa pamoja na wewe huwezi pitia nyakati ngumu, lakini pia Mungu anaweza kukutenga na watu katika mapito yako ili ajitwalie utukufu. Laumu watu
wanapokutenga na kukuacha kipindi cha majaribu yako. Usiwalaumu, kwa sababu ni Mungu ameruhusu wakuache. Usiwalaumu. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anaporuhusu majaribu kwenye maisha ya mtu, nyakati ngumu kwenye maisha ya mtu, anataka kumfundisha mtu, na Mungu anatafuta utukufu wake katika maisha ya huyo mtu. Katika ibada hiyo, idara ya vijana kwaya ya Matendo imezindua mkanda wao wa kwanza wa audio sauti wenye nyimbo 10, ambapo akisoma risala ya kwaya Frida Shuma ameeleza kuwa kwaya hiyo imefanikiwa kutoa wachungaji 3, wainjilisti 3 na wahubiri mbalimbali, huku wakibaki idadi ndogo ya waimbaji kutoka 40 hadi 15 kwa sasa. Kwa kwaya hii ni ziara ya vijana iliyofanyika katika mkoa wa Tanga, usharika wa Mikanjuni. Kwaya ilisafiri ikiwa na nyimbo 4 tu chini ya Mwalimu Goodluck Mgamba ambaye kwa sasa ni mchungaji na idadi ya wanakwaya wasiopungua 40. Kwaya ilifanikiwa kubadili jina kutoka kwaya ya idara ya vijana na kuwa kwaya ya Matendo tarehe 9 mwezi wa 4 2023. Changamoto. Kwaya imepitia changamoto mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine zimepelekea kwaya kuwa na idadi ya waimbaji hai 15 kwa sasa. Kwaya hii imefanikiwa kukusanya fedha zaidi ya milioni 4 ikiwa ni pesa taslim na ahadi kwa lengo la kununua vyombo vya muziki pamoja na kurekodi mkanda wa video ili kuhubiri Injili kwa njia ya nyimbo kwa ukubwa zaidi nje na ndani ya nchi ya Tanzania. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.